Unapoianza safari ya mafanikio, unakuwa umetangaza vita na wabaya wa maisha yako. Yeyote ambaye hatamani ufanikiwe siku moja, huyo ni mchawi wa maisha yako, na mara nyingi wachawi wa maisha yako hutumia mbinu mbalimbali ili kuhakikisha haufanikiwi kutimiza malengo yako katika hii dunia. Katika video hii nitakwenda kukuambia ni kwa namna gani unavyoweza kuwajua binadamu ambao ni wachawi wa maisha yako. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Hivi ni vitu ambavyo ukiviona kwa mtu, ujue huyo ni mchawi na mbaya wa maisha yako. Namba 1, anafurahia anapoona unapita katika magumu kwenye maisha yako. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia kwa ndugu, rafiki na jamaa zako ni hisia ambazo wanakuonesha pindi unapopita katika nyakati fulani. Asilimia kubwa ya watu ambao ni rafiki na ndugu zako wa kweli, hawa ni binadamu ambao mara nyingi utakapopita katika nyakati ngumu, wataonesha hali ya huruma, watashirikiana na wewe, watahuzunika, watakuonea huruma na kutamani uvuke salama katika wakati huo, na watakuwa ni wafariji wa kwanza katika maisha yako. Hao ni marafiki wa kweli ambao wanatamani upige hatua katika maisha yako. Lakini kwa upande wa pili, wapo binadamu ambao ndio wachawi wa maisha yako. Hawa ni binadamu ambao pindi unapopita katika magumu, wanafurahia, wanapongezana, wakati mwingine wanafanya hata sherehe. Utakapoona kiashiria hiki kwa watu fulani, haijalishi ni watu wako wa karibu kwa kiwango gani, hawa si watu unaotakiwa kuwaweka karibu na maisha yako, kwani ni wachawi wa maisha yako. Binadamu mzuri na mwema kwako hawezi kufurahia mateso, machungu na maumivu ambayo unayapitia katika maisha yako, bali atafurahia mafanikio ambayo unayapata katika maisha yako. Namba 2, wanakupakazia maneno ya uongo kwa watu wengine. Miongoni mwa ishara ambazo unaweza ukaziona kwa mtu na ukaweza kujua aidha mtu huyo ni mchawi wa maisha yako ama ni mwanadamu mzuri katika maisha yako, ni aina ya ubalozi ambao anaufanya katika maisha yako. Ikiwa mwanadamu anapakaza sifa njema kuhusu wewe, huyo ni rafiki na ndugu ambaye unatakiwa kumkumbatia katika maisha yako. Lakini ukiona unaambatana na ndugu, rafiki au jamaa ambaye mara nyingi anapakaza maneno ya uongo kwa watu wengine, ujue ni mchawi wa maisha yako, kwani lengo lake ni kukuchafua. Anahitaji kuvunja mahusiano baina yako wewe na watu ambao wanakupenda na kukuamini. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya ni kuvunja mahusiano na mwanadamu huyu, kwa sababu ni mwanadamu ambaye anahitaji kukuharibia na anahitaji kuichafua taswira yako katika jamii, jambo ambalo litapelekea uzikose fursa ambazo awali ulikuwa unazipata. Namba 3, wanakuwekea vikwazo katika safari ya mafanikio yako. Miongoni mwa vitu ambavyo wabaya wako hawatamani kuviona katika maisha yako ni kukushuhudia ukiwa unafanikiwa kuliko wao. Wakati mwingine wanaweza wakajifanya ni watu wako wa karibu, yani wewe ukawapenda kama ndugu, rafiki na jamaa zako. Wakati mwingine anaweza akawa hata bosi wa kazini kwako. Lakini anapoona unaanza kupiga hatua katika maisha yako, huyu ni mwanadamu ambaye anaanza kukuwekea vikwazo ili mradi adhima yako isifanikiwe. Zipo nyakati ambazo unaweza ukawa unakutana na vikwazo mbalimbali na usijue kuwa watu wako wa karibu wapo nyuma ya vikwazo hivyo. Lakini unapojaribu kuchunguza kwa kina, unagundua asilimia kubwa ya vikwazo ambavyo vinakuzuia kuyafikia mafanikio ambayo unayatamani kwenye maisha yako vinawekwa na watu ambao unawaamini. Jambo ambalo unatakiwa kulijua,
Endapo utabaini vikwazo vinawekwa na ndugu, rafiki na jamaa zako, ujue hao si rafiki, ndugu wala jamaa zako, bali ni maadui na wachawi wa maisha yako ambao wamejifanya marafiki, kwani wakati mwingine adui huwa wanajificha katika kivuli cha urafiki ili wapate urahisi wa kukuangamiza. Hivyo ukibaini hilo, kata ukaribu nao mapema kabla haujachelewa, kwa sababu kama ukichelewa watafanikiwa kukuangusha na kukuzuia katika safari yako ya mafanikio. Namba 4, watautangaza udhaifu wako kwa binadamu wengine. Katika maisha yako kuna vitu ambavyo hautamani watu waweze kuvijua, lakini kwa sababu unawaamini baadhi ya ndugu, rafiki na jamaa zako, inawezekana ulishawahi kuwaeleza kuhusu udhaifu ambao unao katika maisha yako. Jambo la kushangaza ni kuwa unashangaa jambo ambalo uliwahi kumweleza mtu ambaye unampenda na kumwamini, unamchukulia kama rafiki wa kweli, unalisikia kwa watu wengine. Endapo utasikia jambo hilo kwa watu wengine, ujue binadamu ambao ulidhani ni marafiki zako si marafiki zako, na ndiyo maana wameusema udhaifu wako kwa binadamu wengine, na hawajafanya hivyo kwa bahati mbaya, kwa sababu wanajua mwanadamu anapojua kuhusu udhaifu wako ni rahisi kukuangusha. Hivyo wanausema udhaifu wako kwa binadamu wengine kwa sababu wanajua binadamu wengine ambao wana visa na chuki na wewe wanaweza kuutumia pia udhaifu wako kukuangusha. Kwa sababu nao malengo yao ni kukuangusha, wanausambaza udhaifu wako kwa watu wengine, lengo lao kuu likiwa ni kukushuhudia ukipitia anguko kubwa katika maisha yako. Ni vema ukawaweka mbali na maisha yako, kwa sababu hawa si marafiki ambao unawahitaji maishani mwako, bali ni maadui ambao wamejificha kwenye kivuli cha urafiki. Namba 5, wanakukatisha tamaa kwa kila kitu. Wapo baadhi ya watu ambao unapowapa nafasi katika maisha yako, wanakuwa ni watu ambao wanakukatisha tamaa kwa kila kitu ambacho unatamani kukifanya katika maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, baadhi ya watu ambao unakutana nao maishani wanakukatisha tamaa, si kwa sababu wanafanya hivyo kwa bahati mbaya, bali ni kwa sababu wanajua una nguvu ambayo unaweza ukaitumia na kutimiza malengo ambayo umewaeleza. Wanakukatisha tamaa kwa sababu hawatamani malengo hayo yaweze kutimia katika maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kuliweka akilini ni kuwa rafiki wa kweli atakupa moyo, atakusaidia kutimiza malengo yako, lakini mchawi wa maisha yako atahakikisha anatumia kila njia ambayo anaijua ili kuhakikisha haufanikiwi kutimiza malengo yako, kwani furaha yake ni kukuona ukiwa katika maisha ambayo unayaishi leo, na kamwe hatamani kukuona ukipiga hatua maishani mwako. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako ninaomba nishie hapa, na ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema ninawapenda sana sana, zaidi ya sana. Asante, bye, tukutane katika video ijayo.